makuhani wakuu wakaenda kwa Pilato. Wale watu walikuwa wanafundisha watu wa zamani sheria. Wale watu walikuwa wanaingia kwa sinagogi wanafundisha watu mambo ya Mungu pamoja na Mafarisayo. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakaenda kwa Pilato. Na ukumbuke hivi, makuhani wakuu wanaitwa makuhani kwa sababu wanatumikia Mungu. Bwana Yesu na inuliwe sana. So kwa sababu hawakuamini ile injili Yesu alikuwa anahubiri, hawakuamini mafundisho ya Yesu kwa sababu wao walikuwa wamefundishwa Torati za Musa, sheria za Musa. Hizo ndizo zilikuwa zinafundishwa Waisraeli. Bwana Yesu na atukuzwe sana. So wakati Yesu amekuja, kwa sababu kwa Musa ilikuwa ukifanya dhambi uwawe, ukipatwa ukisherati unauawa, ukipatwa na jambo fulani sheria ya Musa ilikuwa inakuhukumu hapo hapo, na sheria ya Musa ilikuwa ya kuua hapo hapo. Lakini ya Yesu Kristo, Yesu alikuja na yake tofauti, kwa sababu yake haikuwa ya kuua. Bwana Yesu na atukuzwe sana. So watu hawa wakati mmoja Biblia inasema ili wakaweze kwanza kumjaribu Yesu, nimekurudisha nyuma kidogo, ya kwamba waweze kumjaribu Yesu, wakaenda wakakutana na mama alikuwa anafanya usherati. Huyu mama alikuwa anafanya uzinzi. Wakampelekea Yesu akamwambia hivi, lakini ilikuwa ni trap, ili wakaweze kumkamata, ili wakapate kisingizio ya kwamba mafundisho yake Yesu sio mafundisho halali. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Wakampelekea yule mama alikuwa nazini. Wakati wamempelekea Yesu akamwambia, sheria ya Musa inasema mtu akipatikana akifanya usherati wala uzinzi anafaa kupigwa mawe mpaka akufe. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Lakini Yesu akainama mahali pale, kwa sababu Yesu hakuwa amekuja na hiyo sheria ya kuua. Biblia inasema ya kwamba kwenye kitabu cha Yohana 1:17 ya kwamba kupitia kwa Musa tumepokea sheria na Torati, lakini kupitia kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu tumepokea ukweli na neema, truth and grace. Bwana Yesu na inuliwe sana. So ukweli umejulikana wakati wa Yesu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. So wakati ambapo Yesu aliletewa mama huyu, Biblia inasema hivi, Yesu akainama, na kama vile pekine mawazo ya mtu akaanza kujiuliza, kwa nini nimeletewa huyu mama amefanya usherati na sijaletewa ule mwanaume ambao walikuwa wanafanya usherati na yeye? Bwana Yesu na inuliwe sana. Lakini watu hawa wamebeba mawe kwa sababu wanataka waambiwe na Yesu kitu fulani. Wanataka kumuonyesha Yesu, wewe kile unahubiria watu, hii ni mambo ya uongo umetuletea. Ile injili unafunza watu, injili hii sio ya ukweli. Wamebeba mawe na mwambia Yesu, sheria ya Musa inasema tukimfamania mtu yeyote akifanya usherati anafaa kupigwa mawe mpaka akaweza kukufa. Lakini Yesu akainama kama mwanadamu anajiuliza, mbona mama ameonewa? Mbona ule walikuwa anafanya usherati na yeye hajaletwa? Kwani sheria hii imekubalia wanaume wafanye usherati bali wa mama wasifanye usherati? Shetani na ashidwe. Na Bwana Yesu na inuliwe sana. Lakini kumbuka mambo haya inafanywa, ilikuwa ni trap. Yesu anawekewa mtego ili wapate kitu ya kumkamata, waende kumzingizia ili akaweze kukamatwa. Yesu akaanza kuandika chini, akawaambia hivi, ikiwa wewe haujawahi fanya dhambi, inua jiwe lako uweze kutupia huyu mama. Bwana Yesu na inuliwe sana. Na kwa sababu Yesu ako na hukumu ya ukweli, amebeba hukumu ya haki. Hawa watu wote ndani ya roho zao
Zilianza kutafakari mtu ametuambia namna gani. Kila mtu amefanya dhambi, hakuna mtu ambaye hajafanya dhambi. Bwana Yesu na inuliwe sana. Ambia jirani yako hakuna mtu hajafanya dhambi. Mwambie usinihukumu kama sheria za Musa. Mwambie ni hukumu na sheria ya Yesu Kristo. Bwana Yesu na inuliwe sana. Alipoinama akawaambia, aliye wa kwanza ule hajafanya dhambi amtupie mawe. Neno la Bwana linasema kila mmoja alikuwa anaondoka peke yake. Hakuna mtu hata mmoja alitupa jiwe kwa sababu ya kitu kimoja. Ambia jirani yako kila mtu ako na past yake. Hebu nigokee mwenzako, mwambie kila mtu ako na past yake. Mwambie hata ukituona namna hii hatujatoka mbinguni. Mwambie tumezaliwa na mtu ako na mwili na damu, na kutoka kwa Adamu alifanya dhambi. Bwana Yesu na inuliwe sana. Haleluya. Nimekuja kuongea kuhusu Yesu Kristo kwa sababu Yesu ni mzuri kushinda watu wote. Kwa sababu wakati wa Musa kungekuwa ni wakati kama huu, je, ni nani saa hii angekuwa amebaki? Nani hapa hajawahi fanya usherati? Ulitoka mbinguni na wewe umefikisha miaka 18, 25, hujaifanya usherati? Inua mkono wako juu hivi. Nimeona tukatotoka kwa pale kama miaka 2. Bwana Yesu na inuliwe sana. Tahero cio ngimwire ririo kunjaria urua kwari. Loraga Jesu ria reka thiini wakwa. We tero cio ngiwega mwire na mwambie na Kiswahili, mwambie na lugha ya kwenu ya kwamba wakati unaongea ubaya wangu, naomba uweze kuangalia vile Yesu anafanya, kile kazi Yesu anafanya ndani yangu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kwa sababu sisi tulibakishwa midomo ya kujaji. Shetani na ashindwe. Hatujabakishiwa mdomo wa kushikilia. Hatujapewa mdomo wa kuinua. Hatujapewa mdomo wa kuombea mwingine. Tumepatiwa midomo kubwa ya kujaji watu wale wengine vibaya. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kabla haujaanza story yangu, uliza Mungu akwambie past yangu ilikuwa namna gani, na alafu akwambie saa hii amenifanyia nini. Kwa sababu vile nilikuwa miaka ya kitambo sio vile niko siku ya leo. Vile unaniona sio vile nilikuwa. Nataka nikwambie tulikuwa wabaya, wengine tulikuwa waizi, wengine walikuwa wanyang'anyi, wengine walikuwa washerati. Watu wanoguo tiga gutujaji taici ifyo tuleutera wira ni Ngai. Bwana Yesu na inuliwe sana. Patia mtu haive mwambie tumefanyiwa kazi na Mungu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Sikiliza nikwambie kitu moja. Sijaingia kwa kuhubiria mambo ya kaburi. Na weka foundation. Ujue kuna mahali umetohana na Mungu. Hata kama unaitwa ile majina unaitwa na watu, hakuna mtu hana past yake. Na kama tungekuwa tunaangalia past, hakuna Mungu tu angekuwa na uwezo wa kusimama mbele za Bwana. Musa aliua. Musa aliua. Musa aliua na akaua watu. Daudi aliua na akaua mtu na akachukua bibi ya mtu. Tathikiriria nyambe ngwire undu mutahunjagio ni andu ai. Kungikorwo ni uthiwe twirugamagia mbere ya Ngai, hakuna mtu angesimama mbele za Mungu. Kwa sababu Musa ameua, akaua, lakini Mungu anatuma malaika wake kwa kishaka. Anamwambia nimechunguza na nimeona tu ni wewe unastahili kwenda kuwatoa watoto wangu kwa kifungo Israeli. Daudi, Mungu anasema hivi, sijaona mtu, nimeona mtu aliye na roho kama yangu. Hivyo ni Mungu anasema. Na ukupukage hivi, David ni ule aliyeenda akashughulia mke wa Uria akioga akiwa bafu. Alipoona anaoga, akatuma askari wake wakamwambia endeni muniletee huyu mama. Na wakati aliletewa akalala na mke wa Uria. Mke wa Uria wakati alimwambia ameshika mimba, Daudi akiwa mfalme akaandika barua
akaandika barua. Uria akaitwa kutoka vitani, akakuja hapa kwa boma, akaandikiwa barua na mtu anaitwa Daudi mfalme. Kumbe Daudi ameandika barua inasema mweke Uria pale front ni kwa vita ili akaweze kuuawa. Mkimweka hapo, na ujue hivi Daudi anafanya hivi kutaka kuua, kwa sababu bibi ya Uria ako na mimba, ni mjamzito. Akaandika barua, Uria akaambiwa enda upelekee kiongozi wa jeshi. Kumbe barua ile imeandika akauawe kule kwa vita, na akaipeleka mpaka kule kwa mkubwa wa jeshi. Mkubwa wa jeshi wakati alisema, akaambia watu wale wengine, washeni Uria aende pale, na wakati atafika pale kwa vita, nyinyi wengine wote muondoke. Mtu anaitwa Uria akufia katikati ya vita, na Mungu anakuja anasema hivi, sijaona mtu mwingine aliye na roho kama yangu isipokuwa David. Bwana Yesu na inuliwe sana. Saulo alikuwa muuaji. Saulo ule tunahubiria injili yake siku ya leo kwa New Testament, alikuwa muuaji. Huyo kwanza hakuwa anaua watu hivi hivi, alikuwa na kugojea. Ukijaribu kusema Yesu ni Bwana na hubiri injili ya Kristo, anakuja unashikwa, unauawa. Kwanza kwa kifo ya Stephen, jina langu Stefano. Ndio naona hata mkinitupia mawe silalamikaji, kwa sababu ule alitakulia Stefano alipigwa na mawe, bigu ikafunguka. Mimi ukinitumia mawe nitakutumia fire. Sikiliza hapa, Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Stefano hakujitetea, aliona bigu imefanya nini? Imefunguka. Aliona bigu imefunguka. Mimi ukinitumia mawe, goja fire itakuja kama marurumi. Sikia nikwambia hapa, Saulo alisimama wakati wa Stephen. Stefano alikuwa anahubiri injili na watu miujiza ya Mungu inafanyika, lakini wakati ambapo Saulo alijua Stephen anahubiri injili ya Kristo, alikuja akamshika pamoja na wanajeshi, akasema apigwe mawe akiwa umesimamia. Saulo aliangalia Stephen akipigwa mpaka na mawe ya mwisho, akakata roho na akakufa. Na huyu ndio mtu Mungu anakuja kubadilisha. Anampiga na upofu, anamwambia enda, kuna mtu utakuta mahali atakuombea, na yeye ndiye anakuja kuhubiri injili ya Kristo. Nimekwambia hivi, tundu wako agira muno turuga magambere ya Ngai, netha cia Ngai, netha tero cio ke netha cia Ngai, netha cia Ngai. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. So sikiliza nikwambie hapa, injili ya Yesu ilikuwa tofauti sana na wale wakuu, wale wa masinagogi, chief priests. Hawakuwa wanampenda Yesu hata kidogo. So walikuwa wanamtafuta kila wakati ili wakaweze kumwekelea mambo, akaweza kushikwa, akastakiwa. Lakini hawakuwa anajua hivi Yesu alikuwa kwa misho. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Sikiliza nikwambie, wamemshika ni sawa. Wameenda kwa Pilato after Yesu kuwekwa pale kwa kaburi. Wakaenda wakamwambia Pilato, sikiliza hapa mfalme, tunataka kaburi ya Yesu ilindwe. Kwanza hamkuamua kumuita Yesu, walimuita kaburi ya ule mtu mdanganyifu. Walisema tunataka kaburi ya ule mtu mdanganyifu ikaweze kulindwa, kwa sababu alikuwa amesema kwa siku ya 3 ataweza kufufuka. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Kwa hivyo mfalme, sikiliza hapa, uongo huu wa mwisho unaweza kuwa mbaya sana ukilinganishwa na ule alikuwa. Amen. So waliwinda kaburi la Yesu ikalindwa. Kukawa na askari wamekaa mahali pale. Biblia inasema ya kwamba walienda kwa ile mawe wakaweka stamp, ama wakaweka nini, muhuri, ya kwamba huyo wameweka muhuri hiyo. Ushawahienda mahali unaambiwa kwamba peleka dokumenti yako fulani ikapigwa muhuri? Ushawahienda hivi? Mnanileteaga form za basari niwapigie muhuri ya kanisa. Walipiga muhuri kwa ile mawe Yesu alikuwa, ya kwamba mambo ya huyu mtu anajiita Yesu imeishia wapi? Imeishia hapo. Lakini hawakuwa wanajua ya kwamba Yesu hata kama kaburi limelindwa, lazima yetu atafufuka.
Nataka niongee mtu na mtu kwa hii Easter. Niweze kuambia mtu aliye kwa hii kanisa hivi. Pengine kuna mahali umelindwa usiweze kuinuka. Inuka na hii Easter. Kwa jina la Yesu Kristo. Kupitia kwa kufufuka kwa Yesu Kristo. Naongelesha mtu aliye mahali kwa hii kanisa. Anayejua ujumbe wa Yesu Kristo. Ya kwamba hata kama wamekulinda usiweze kuinuka. Wamekulinda usiweze kuendelea. Kwa hii Easter inuka katika jina la Yesu Kristo. Nasema uashiriwe na hii Easter. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kulinda kwa buri haikuzuia Yesu kufufuka. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kulindwa kwa kaburi hakukuzuia Yesu kufufuka. Kwanza Biblia inanifurahisha sana, inasemaga ya kwamba kuna malaika alikuja. Ndio na mnasikia napendaka malaika sana. Yaani kumelindwa lakini kuna malaika anakuja. Yule malaika anakuja kutetemesha dunia. Amekuja na earthquake. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kwa sababu lazima unabii utimie. Ya kwamba siku ya 3 lazima afanye nini? Afufuke. Lazima afufuke. Bwana Yesu na inuliwe sana. Tarekenya abejarerie mundu na gikuda gikemwe. No gukoro kwina kigongona waigeirwo gikurahangagira ndukanarathimwo. Kigongona kiu twenda gikue na isteno. Kaya kwambararia na isteno. Teine warito ya Yesu Kristo. Pengine kunawezekana kuna kitu kiliwekwa kinakushunga ili usiweze kupiga hatua. Na upako wa Yesu Kristo kwa hii. Naongelesha watoto wangu wa kiroho. Kama kuna kitu ambacho kimekufa na kiweze kufufuka kwa jina la Yesu. Naongelesha ndoa. Naongelesha biashara. Naongelesha kazi. Naongelesha mwili. Chochote kimekufa kiweze kufanya nini? Kifufuke. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema mimi nitafufuka. Mimi nitafufuka. Na mimi sijakufa. Na mimi sijakufa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Tarekenya habagodio tumwe na wigwage kiwo kya Ngai. Ya kwamba watu hawa wamelinda kaburi asije akatoka. Do you know vile nawaambiaga kwamba hata kama umezikirwa na jeshi na kana mna gani na Mungu aliamua akasema one day jina lako litakuwa kubwa, lazima litakuwa kubwa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Watu hawa hawakuzuia Yesu kufufuka. Wakati wake wa kufufuliwa, wakati umefika. Yesu anafufuka vizuri sana. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kwa mafuta ya siku ya leo nimekuwekea leo na iunganisha na upako wa Easter wa kufufuka kwa Yesu Kristo. Ya kwamba mafuta ya leo ndio kuna kitu wameua. Kuna kitu wanaona kama waliua lakini bado wanaweka gadi hapo isiweze kufufuka. Nasema kama ni Mungu alianza, wagoje lazima itatokezea. Kama ni Mungu alianza, no agekoni o mabirie no manine no agekoro ni Ngai wambereirie. Unaona hiyo duka uko nayo wanasema ya kwamba utafunga. Unaona hiyo kazi wanasema utafunga. Unaona hiyo ndoa wanasema inaisha. Kama sio wao walikuleta kwa hiyo ndoa, waachane na wewe. Bwana Yesu na inuliwe sana. Hawakuzuia Yesu kufufuka. Na nasema nikiwa kuhani kwa madhabahu ya kwamba hawatatuzuilia kuinuliwa na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Wotile kitu kile kuendelea kuhona. Hata waweke gadi zao mahali pale. Hata wazunguke wakisema umekufa. Sometimes napiga picha ya Yesu Kristo akienda kwa nyumba ya Lazaro. Wakati ambapo anaenda kukuta Lazaro akiwa amekufa. Naona kuna watu wanalia na kuna watu wanasheka kwa nyumba ya Lazaro kwa sababu kila mtu anakuwaga na adui. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Kuna mtu hana adui yake? Hakuna. Lakini adui muombe tu aishi. Ambia jirani yako ombe adui aishi kwanza. Ombe adui aishi. Mwambie ombe adui yako aishi. Ombe adui yako aishi. Wacha kumwombea akufe. Wacha kumwombea akufe. Yule anafaa kukufa ni mshawi. Mtu anaroga mwingine anafaa kufanya nini? Kukufa. Kwa sababu ameshahukumiwa na Biblia. Mshawi asiishi. Lakini hawa wengine wote si uombe tu wakaakae waone vile Mungu anafanya kwa maisha yako. Bwana Yesu na anuliwe sana.
Si ukiomba uambie Mungu waweke tu kidogo, angalau waweze kuona mimi sio vile walikuwa wanasema. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Kwanza naweza kuombea kila mtu wako hapa. Yule mtu alitupwa na yule alikutupa akasema ya kwamba utaishi maisha mabaya. Naomba Mungu amweke, amuonyeshe siku moja wewe ukiwa umebarikiwa na umefanikiwa. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Unajua kuna wale walisema ya kwamba mimi nikiondoka kwa maisha yako wewe utakuwa what? Mimi nikikuacha hauwezi ukaendelea, wewe ni stupid. Naomba Mungu, mtu wote alitupwa ako kwa hii nyumba. Oh yeah. Aliyekutupa asikufe. Amen. Wewe usikufe wewe mjinga. Tulia kidogo. Kwa sababu naomba na uwezo wa Mwenyezi Mungu, vile alisema wewe utaipika, akuone siku moja ukiwa umeinuliwa na Jehova. Mkutane na yeye siku moja ukiwa umebarikiwa. Akuone siku moja ukiwa umeendelea. Haleluya. Hawa wote ushakuwa kwa situation watu wanakuteka wote, unabaki peke yangu. Sijui kama ushaifika mahali kama hapo. Ya kwamba watu wenu wameondoka. Marafiki wameondoka. Wale wote unajua wamefanya nini? Wameondoka. Sasa imebaki ni wewe tu na Mungu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Tarikaite mwele. Tawashe mwapie kastori kalitufanyikia tukiwa wadogo. Babangu na mamangu wakiashana. Nilikuwa class 2. Babangu na mamangu wakiashana. Nilikuwa class 2 na kumbukaga vizuri. Na walienda kwa chifu wa kwetu. Kama chifu ule yako hapa, lakini yule alikuwa mzee. So wakati walienda, baba yetu hakuwa anataka kutuona. Hapana. Na ninataka kuongelesha wanaume wale wako hapa. Unajua ulizalisha nje, usitupe huyo mtoto, saidia huyo mtoto. Saidia. Mimi sijakwambia urudishe bibi kama ulioa, lakini saidia nani? Mtoto. We wanaume, tadhikireria haha. Wanaume ni mwame alituhondoka kama mzee. Tadhikireria haha na damu ya life. Ikiwa unajua unakuwa na mtoto wako nje na uliacha huyo mtoto na mama yake akaenda, na ule mtoto unajua hapati masomo mazuri, hapati maisha mazuri, ili Mungu akaweze kupelekana na wewe akubariki, kubali tu kushughulikia huyo mtoto hata kama akubali. Bwana Yesu na inuliwe sana. Mimi sijakwambia urudishe huyo mama, lakini shughulikia nani? Watoto. Shughulikia watoto. Shughulikia watoto wako. Haya, mimi najua wamama hapa mtanipenda. Hapa najua saa hii niko na watu mwingi sana na nyinyi. Lakini wacha nikwambie hivi, naongea through experience kwa sababu baba yetu alikatalia kwa chifu. Watu wakina baba yetu walitukatalia kwa chifu. Watu wakina mama yetu walitukatalia kwa chifu. Kwa hivyo ikasemekana sisi hatutaenda kwa akina baba yetu. Baba yetu hatutaki. Mama yetu akasema kwa sababu alikuwa anapigwa sana na baba yangu, atarudi kwa baba yangu. Akasema hivi, sasa gawaneni watoto. Upashifu akawauliza, nyinyi watu wa familia kina mzee mnashukua kina nani? Watu wao wote pamoja na mzee baba yangu. Akasema hakuna mtoto mimi nashukua. Kama ni kufugwa, baba yangu alisema kama ni kufugwa nifugwe, lakini mtoto nashukua. Watu wa baba yangu wakasema sisi hawa watoto hatuwajui. Mama yetu kuna baadhi yao wakaulizwa mtashukua hawa watoto, wakasema sisi hatuwashukui. Sisi tunataka msichana wetu arudi kwetu, lakini asirudi na watoto. Kwa hivyo sisi tuliingia kwa anga ya rejection mbele ya damu yote ya familia, tukakataliwa na kila mtu. Na hapo ndio ilifunguka mlango wetu kwenda kule kwa tauni kuzunguka tukitafuta chakula. Shetani na ashindwe milele. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Nataka nikwambie kitu moja. Walitukataa ni sawa, na hakuna siku nitalipisha kizazi mbele za Mwenyezi Mungu. Walitukataa, lakini leo tukutane tu na sina kitu. Tukutane. Naomba siku moja Mungu make sure mmekutana na wale walikutesa.
na wakutane. Mungu make sure meeting point ni wakati umebarikiwa. Amen. Ni wakati Mungu amekuinua. Oh yes. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Yule mzee alifungua mdomo kwa familia ya baba yetu wa kwanza, akasema ya kwamba sisi hatuwajui, hata saa hii ako uhai. Na mimi nakutanaga na yeye kwa sababu siadagi kwa hiyo familia. Ananiambia mtoto wangu nisaidia na hata 200. Na kwa sababu nawaelewa vizuri hawa watu ni washawi, nachukua simu na muwekea. Simuwekei kwa sababu ya kitu kingine, nataka ajue ya kwamba walitukataa lakini Mungu alituchukua. Amen. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Usikuve moyo kwa sababu ya watu kukuondokea. Kuna Mungu aliye juu mbinguni. Wewe mama, kwa sababu ya kuachwa na mzee, usitamani kukufa. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Wewe endelea kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kuna siku inakuja. Kuna siku. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Kuna siku inakuja. Siku moja. Oh yes. Do you know ule Pastor Shiko mnaonaga hapa sababu ndio kalikuwa katoto sana. Hata sijui kalikuwa na umri gani. Kule kalipelekwa sababu mama yangu alienda kuajiriwa kazi ya hoteli. Kule kalipelekwa Pastor Shiko alikuliwa na jigas akiwa hajaenda sijui nasare, miguu ikakaa namna hii. Shetani na ashindwe milele. Ushaitolewa jigas hapa kwa mgogo. Kenya bade mwire. Tumetekoraya tugekinya tiodo wa inya witu tiodo wa inya wa Ngai. Tumetekoraya tugekinya tiodo. Hatuna kitu inaweza fanya tujipige kifua kwa sababu sio sisi. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Do you know one day, one time, hawa watu wanakunyanyasa sana wakikuongea vibaya, ni kwa sababu hawajajua Mungu anabariki. Hawa wanaongea kuhusu mashida yako, ni kwa sababu hawajui Mungu anabadilishaga mambo. Hawa wanaongea vile hautaweza, ni vile hawajui ya kwamba kuna Mungu wa another chance. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Ndio unaona kastakagi mtu anisugue sana, kwa sababu najua mahali tumetokezea na Mwenyezi Mungu. Najua mahali ambapo Mwenyezi Mungu ametutoa kwa mashida, kwa madhabahu fulani. Tumekutana na mambo ingine tutakuja kuandika kwa vitabu. Ile mambo tumepitia si mambo ya kushinda ukiambia watu. Ni mambo itangojea siku moja, ile wakati utaanza kuandika kitabu ya kupatia watu nguvu, unaiweka pale kwa kitabu watu waweze kusoma. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Do you know ili develop kitu kwa kitu fulani nikiwa kwa shule, ya kwamba tukiwa kwa darasa hivi, mimi sisikii masomo kwa sababu hatujakula kitu jana, hatujakunywa kitu tukienda shule. Nauliza break watoto wataenda saa ngapi nikule chakula zao, na nitakula chakula ile nitabeba soko mpaka ya jioni. Na mkikuja kutafuta nani amekula, na kula kwa dakika. Mimi sijui hii ni pepo, ni shetani mgani, kwa sababu vile nilikuwa nakula chakula za watoto kwa dakika kama 3, naweza kuwa nimemaliza kadishi, nimeingia kwa kadishi nyingine, nimefuga, nimeenda break na watoto wale wengine, naenda sasa kufanya somersault nikiwa nimeshiba. Turudi kwa darasa, walimu wapelekewe habari chakula imekuliwa. Watoto wanasema chakula zetu zimekuliwa mwalimu. Mwalimu anaitana na vijana wote wakuja. Nilikuwa na mark kwamba mimi sikuwa naenda kufungua kadishi ya mtoto wa maskini. Siwezi nikaenda kufungua githeri. Nilikuwa najua tuko na watu ambao wanatoka kwa nyumba za matajiri. Haleluya. Kwanza kuna kijana tulikuwa tunasoma na yeye wa coordinator na huyu. Walikuwa wakina Geshoro. Alikuwa anaitwa nani hata sikumbukagi huyo kijana. Washifu Kakugasi unamjua. Sikia hapa. Mimi kwa sababu najua kijana huyu ni washifu, mimi chakula chake nilikuwa nasirenga, kwa sababu kitu ya kwanza najua ziko na nyama. Naikula. Tunaitwa staff room sisi zote. Mtu aseme nani amekula chakula, naenda nimeligoya. Si museme tu ni nani amekula chakula.
lakini ziko wapi? Si tafadhali tu museme si, ni wewe John, ni wewe nani, lakini mimi najua madhani wa Israeli. Shetani na ashidwe. Lakini mambo haya sifanyi kwa sababu ya kupenda. Kwetu ninajua ya kwamba naenda kilomita kama 6 kutoka Karatina town mpaka Kiawaligi, kwa sababu mahali tulikuwa tunasomea wakati baba yetu alikukataa, tulienda kukaa Karatina town. Kule tulikuwa tunakaa kwa mtu, na kilomita zile naenda kwa shule ni kilomita mingi sana. Hawa wanajua kufika Kiawaligi, hatuna pesa ya kupanda gari. So ukifika kwa shule wewe umeshoka. Mimi nikachukua barabara tukiwa na kijana mwingine, tukachukua barabara ya Marwa, tukaenda tukafika Marwa, tukaingia Shaka, tukaenda mpaka Nanyuki, tukatoroka shule, tukatafutwa mwezi mzima ambaye hakuna mtu alikuwa anajua kule tulienda. Tukawa tuko Nanyuki tukiomba chakula, tunakula hizo za mapipa, tunalala nje na tuko na uniform ile kinyasa, na tuko mwezi mzima hakuna kuoga, hakuna kubadilisha, mpaka siku moja kwanza tukashikwa. Tunakwambia hivi, siku ingine mambo zingine yale tumepitia ni kuandika, tutaandika kwa kitabu ili watu wakakuja wakasome, wakajue kule Mungu ametutoa. Hata ukiona tumesimama leo sio nguvu zetu wala masomo. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Tukashikiwa Nanyuki, tukapelekwa mpaka police station ya Nanyuki. Wale wanajua Nanyuki. Na saa hiyo sisi tulikuwa tunaamuka pale Joskaki. Joskaki ni mahali ambapo Johnny wakikuja wale wanajeshi wa kutoka UK wanakuja kwa hiyo hoteli. Tunakuja tunakaa pale tunaomba mikate. Saa ingine tunapewa ile tushupa ya soda. Ya soda na wako na pombe kwa hizi mikebe. Ili waweze kutupiga picha, tunapewa pombe hiyo ya mikebe ili wakaweze kutupiga picha sisi tukiwa warefu. Shetani na hashidwe. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Wacha niwaambie hivi, wewe Mungu amekupenda sana. Mwenyezi Mungu amekupenda sana. Mimi hata sijui mnasumbuaga na mtu na nini. Mungu anataka kainaki. Wewe umelelewa vizuri, wewe umesomeshwa vizuri, uko na sheti zako, lakini bado mnasumbuana na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu na inuliwe sana. Amen. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Niliwaonyesha hapa kijana ule nilikuwa naombea hapa wa kazini yangu. Tena after miaka mingi sana kuenda kwa matatizo na mashida na kila kitu nafanya ya kwamba haifanikiwi, nikaenda Nairobi after kutoka kwa kazi ya Shushaina. Nilikuwa nimeajiriwa 1997 nikiwa Shushaina, nalipwa shilingi 3 pale Karatina town. After kutoka Nanyuki kuenda kwa Mayanti kukamua ng'ombe, nikatoka kwa Mayanti nikakuja Karatina town tena nikaajiriwa kazi ya Shushaina 1997 kupigia watu viatu langu. Napewa shilingi 3 na mtu anaitwa katibu. Natoka kwa Shushaina naenda Mwea nakuja 1998 99. Ikawa Israeli. Mwimbaji aliimba akasema, nikikumbuka uliponitoa napiga magoti nikikumbuka. Ndio mimi hivi unaniona niko na msichana ameolewa. Mimi naonaga mkirigariga hapa na shida, mimi mnanilikia nini? Wewe ni mtoto wangu. Mimi niko na msichana ameolewa. Ule nilipata nikiwa mdogo sana. Hata akaniita baba. Hata anasikia haya akiniita baba. Sikilizeni waambie kitu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Na hii maisha yote tunasukumwa na madhabahu ya kule baba yetu ametoka tu. Inatusukuma, inatupeleka kwa aibu, inatupeleka kwa kushekelewa. Tunaingia kwa manyumba za watu, tunavukiwa, tunatoka. Unaweka biashara kajua wanakuja wanabeba yote. Urudi tu chini.
kwa sababu kuna madhabahu hapa, kuna madhabahu inakumulika namna hii, ilisema nyinyi hakuna mahali ambapo mtaenda. Nikaenda Nairobi kwa huyu sister, huyu cousin. Nilipofanikiwa kwa kware, nilikuwa na kware kubwa sana Nairobi kwa PC Paul. Nikafanikiwa, nikabarikiwa na Mungu. Nikaita brother yangu alikuwa pastor Karatina. Nikamwambia hata kama wewe ni pastor